Ujio wetu sio wa bahati mbaya, bali ni wa bahati nzuri, kwa maana sasa hivi jeshi la polisi dhana yake kuu au sera yake kuu ni kuwa karibu na wananchi tunaowahudumia. Ndio swala la msingi ambalo hata sisi sasa tunawataka maafisa usafirishaji wa Mnyanjani kuwa karibu na jeshi la polisi, badala ya watu kukimbia kuishi kama swala. Kwa maana tupo kwa ajili yenu, tupo kwa ajili ya kuwapa elimu, lakini tupo kwa ajili ya kulinda usalama wenu nyinyi, na nyinyi mpo kwa ajili ya kutupa msaada. Msaada ni ule ambao tutahitaji kwenu wa hali na mali, ni msaada wa kutupa taarifa za uhalifu na wahalifu, ili kuhakikisha kwamba mitaa yetu, kata zetu, jiji letu pamoja na wilaya zingine zote zinakuwa salama wakati wote. Kwa sababu sisi kama hivi mlivyo nyinyi, tunasema kwamba amani iliyopo inahitaji kulindwa, inahitaji kulindwa kwa namna yoyote ile, ili tuendelee kuwa na amani, ili na nyinyi muweze kuendesha pikipiki zenu huko mitaani mkiwa na amani. Bila amani hakuna mtu ambaye anaweza kukatiza huko barabarani. Sasa hilo swala la kwetu sote. Tumeelewana jamani? Lakini cha msingi tunahitaji kwamba waendesha pikipiki wote, kwa maana maafisa usafirishaji, tuna wajibu wa kujua matumizi sahihi ya barabara. Matumizi sahihi ya barabara. Kwa maana tukijua namna matumizi sahihi ya barabara, ni rahisi kuepuka majanga au madhara ambayo tunaweza tukakumbana nayo. Tumeelewana jamani? Tunasema dereva, unapoendesha chombo chako cha moto ni lazima uwe na leseni. Chombo chako lazima kiwe na bima, lakini bima ni kwa ajili ya kinga yako wewe pamoja na chombo chenyewe. Tunasema jua namna ya kuitumia hiyo barabara vizuri, kwa maana na wewe utaendesha upande wa kushoto mwa barabara, lakini ili uweze kupishana na vyombo vinavyokuja mbele yako. Wapi? Vinavyokuja kwa mkono wa wapi? Wa kulia. Lakini tunasema kwenye mizunguko, utauzunguka ule mzunguko, kwa maana round about, ukiwa unapitia wapi? Kushoto wa nini? Mwa barabara. Lakini ilioje, kuna baadhi ya waendesha pikipiki, ikifika muda fulani huwa watu wengi wanajitoa ufahamu, kana kwamba hajui matumizi ya barabara, kumba najua. Kwenye mzunguko anaamua kupitia kulia. Lakini mbaya zaidi, tuna vivuko vya waenda kwa miguu, ambapo tunasema vile ni maeneo ambayo mwenda kwa miguu amepewa kipaumbele kutumia kile kivuko. Asivuke mahali kwingine, avuke kwenye kile mchoro wa pundamilia ambao unakupasa wewe, uwe dereva wa pikipiki, awe dereva wa baisikeli, awe dereva wa lori, awe dereva wa gari ndogo, awe dereva wa guta. Lazima afanyeje? Asimame, ampishe, ampe kipaumbele yule anayetumia barabara kwa kuvuka kwenye kivuko cha waenda kwa miguu. Sasa ni inashangaza tu pale ambapo sasa tumeongozana sisi maafisa usafirishaji hata watano wangapi, mtu yuko katikati ya barabara unaamua kumpita, na wengine wanagongwa, na ukigonga husimami. Sisi tunaita, sheria inakwambia mtu kama umefanya ile ajali wewe kusababisha kwa bahati, pengine yani kwa makusudi, ajali inaweza kuwa ni ya bahati mbaya, lakini nini unachotakiwa kukifanya? Ni kumpa msaada mtu uliyemgonga, kwa sababu yule ni binadamu kama wewe. Na tunasema ajali inaweza kuwa ni bahati mbaya, lakini pale unapokimbia badala ya kumpa msaada, unapata na wengine wataanza kukukimbiza, wanajua umefanya nani makusudi. Matokeo yake wako waje kuchome moto, kuchoma na pikipiki, kitu ambacho hakistahili. Si mama, toa msaada. Ikiwezekana kumpeleka polisi kupata hiyo PF3, hati ya matibabu, au kumpeleka wapi? Kituo cha afya au hospitali, ili aweze kupata matibabu
au wapate huduma ya kwanza, ambayo tunasema huduma ya kwanza humfanya mtu kuharakisha uponyaji wake. Maisha ya waendesha pikipiki kuwakimbia mapolisi, huko tumeisha toka. Wito wetu ni kuwa waendesha pikipiki wanatakiwa wawe karibu na polisi na polisi wawe karibu na jamii. Nyinyi hapa tulipofika, mnatakiwa lazima mjitambue na kubadilika. Kuvaa kofia ngumu kunaepusha madhara ya wewe utakapopata janga lolote la kuanguka, kugongwa, kufanya nini, kustiri kichwa chako.